bodi ya filamu, na sina shaka ni mmoja kati ya watu ambao pia wamehusika katika mazungumzo mazuri, na kama ulivyoshuhudia Wema Sepetu ameweza kufika hapa. Tuambie mazungumzo sofa yamekwendaje na Wema Sepetu? Kwanza nijitambulishe, jina langu ni Dr. Gervas Kasiga, ni kaimu katibu mtendaji wa bodi ya filamu Tanzania. Na tukiachana na hayo mambo mengine yote, mimi mwenyewe ni msanii. Kwa hiyo tumemwita msanii mwenzetu kuweza kuzungumza naye. Mnamkumbuka Chuma wa Kaole, basi ndio Chuma mwenyewe ndio mimi. Kwa hivyo kikao chetu kimekwenda vizuri sana. Na niwaambie ndugu zangu waandishi wa habari, kikao chetu kilikuwa ni kukumbushana. Sisi kama bodi ya filamu, jukumu letu kubwa ni kuwakumbusha wanatasnia wenzetu kuhusiana na umuhimu wa maadili katika kazi zao za kisanaa. Sisi ni vioo, tuna thamani kubwa ya kijamii, tunapewa wajibu mkubwa wa kijamii. Kwa hivyo hiyo heshima ambayo tunayopata ni muhimu tukiweza kuilinda. Na tunapoilinda maana yake tunakuwa tumetengeneza fursa zaidi za wasanii wetu wengine, wanatasnia wetu wengine kupata fursa mbalimbali za kuweza kuihamasisha jamii katika masuala ya kielimu, kuhamasisha jamii katika masuala ya kubadilika kifikra na kadhalika. Kwa hivyo tumemwita Wema Sepetu hapa na tumekuwa na kikao kizuri cha kukumbushana, kumkumbusha thamani yake alionayo katika jamii, kumkumbusha wajibu wake alionao kama katika jamii kama mwanatasnia, lakini kama mwanatasnia ambaye pia amejitengenezea thamani ya kipekee katika tasnia yetu, na hiyo thamani ya kipekee inampa nafasi mbalimbali ambazo pia mamlaka inamheshimu, inamheshimu, inamthamini na kumpa baadhi ya wajibu mbalimbali wa kuitekeleza katika jamii yake. Kwa hiyo kuna haja pia na yeye pia kuona hiyo thamani unayopewa ni muhimu kuilinda kwa kufanya mambo ambayo yako bora. Kwa hiyo bodi ya filamu haijafanya jambo la kisheria, hili ni jambo la kimaadili. Kama mzazi ama kama mlezi, kuona mwanao anapokosea ni lazima umuite na umwelekeze kwamba njia bora ni hii ya kufanya. Na uzuri yeye mwenyewe amekiri kwamba kidogo anaona halikuwa jambo zuri kulingana na thamani yake, na sisi pia tumemkumbusha hiyo. Na kwa sababu amekiri, ni mtu amekiri na ameona amekosea, na naamini nyinyi ndugu zangu, yote anayekosea na anayesema samahani ni muhimu kusamehewa, kwa sababu hiyo haiondoi kwamba nafasi yake, thamani yake ya kijamii ilivyo kubwa na mchango wake mkubwa katika kubadilisha tasnia ya filamu Tanzania, lakini kubadilisha fikra za Watanzania kutoka kwenye mambo ambayo yana uvulivuli kidogo kwenda kwa katika mambo yaliyo bora. Sawa, kuna baadhi ya wadau wanadai kwamba Wema sehemu aliyokuepo, kwa maana kwamba ile clip iliyorekodiwa pale ni sehemu ya starehe, hakuwa sehemu yake ya kazi. Labda pengine kwa comment za wadau na jinsi ambavyo walikuwa wanatoa comment zao na maoni yao kwamba Wema Sepetu anaonewa, tungewajibu vipi kuhili? Labda watu wanahisi kwamba Wema alikuwa sehemu ya starehe, hakuwa sehemu ya kazi. Labda pengine ana deserve sehemu ile kuvaa ile nguo. Tunazungumzia swala kubwa hapa ni thamani, wajibu wa msanii kama kioo cha jamii, na wajibu wa msanii katika kuhakikisha yeye ndio anabadilisha jamii itoke kwenye namna hasi kwenda namna iliyo bora. Sasa msanii kama msanii una maisha yako binafsi, lakini maisha yako binafsi kumbuka pia yanabebwa na ile thamani kubwa ambayo umeijenga. Kwa hivyo mtu yote mwenye thamani kubwa akionekana amefanya jambo ambalo kwa kulifanya yeye katika mazingira fulani, hata kama ni maisha yake binafsi, inakuwa sio jambo zuri sana. Kwa hivyo, na hii ni kwa wasanii wenzetu wote, kwamba si kama ni vyoo vya jamii, maana yake popote tunapokuwa ni muhimu kuhakikisha kwamba yale tunayoyafanya huko, basi kama ni binafsi yawe binafsi zaidi. Lakini bwana Roger, yale mambo ni binafsi, lakini na nyinyi mkaweka wazi, maana yake pia mnatengeneza taswira sio njema sana kwa mwanatasnia yoyote. Leo tumezungumza Wema, lakini siku nyingine mwanatasnia mwingine. Kwa hivyo ili sasa haya mambo binafsi yasiende mbele ya jamii, na haya mambo binafsi yasiharibu ile taswira njema ya msanii au taswira bora ya msanii, ni muhimu tunayafanya wote. Tunafanya mambo binafsi, lakini tunafanya katika njia binafsi, yasiende wazi, kwa sababu ikienda wazi pia yanaifanya jamii pia wakati mwingine inaanza kuondoa thamani ya msanii, lakini inasema yale ambayo nayasema, wanaona haya mambo mbona sio mambo ambayo anapaswa atuambie yeye. Lakini na nyinyi ni mashahidi wa wazi, mmeona jamii ilivyoimka kihisia, ilivyosisimka kwa sababu inampenda msanii Wema na inaamini Wema anastahili kufanya mambo bora zaidi hata haya anayoyafanya. Kwa hiyo sisi tumetimiza wajibu wetu, na tunawakumbusha wenzetu, si kwa Wema tu, hata kwa wasanii wengine watapokuwa kwenda katika mienendo yao binafsi, pia wanatakiwa pia kuitazama
ile nafasi yao walionayo kijamii, ile thamani yao walionayo kijamii, ile namna wao ni vioo vya jamii, ile namna ambavyo wao wana nguvu kubwa ya kiushawishi ndani ya jamii. Kwa hiyo yule unayemshawishi anategemea wewe uwe bora zaidi yake. Kwa hiyo hilo ndio kubwa zaidi. Tumeona kwa jinsi ambavyo mmeweza kumuita, lakini tukirudi nyuma tunaona filamu mbalimbali za hapa Tanzania, lakini pia tunamuona Wema Sepetu kwamba ni mrembo wa Miss Tanzania 2006, na katika mashindano ya urembo kuna mavazi ya aina mbalimbali, kuna beach wear, kuna vazi la usiku na mavazi ya ubunifu. Na hayo mavazi yanavaliwa. Hii imekaaje? Imekuja kwa Wema, usiku mkubwa kwenye club anaitwa. Labda nikuulize tu, Wema ni nani kwenye tasnia hii, kwenye jamii hii? Thamani yake ikoje? Miss Tanzania mwaka 2006 na msanii wa Bongo Movie. Bwana Roger, unaweza wewe ukatoka saizi ukatembea hapa ukaenda ufukweni tukapata picha yako umevaa kibukta fulani kidogo na nini kifua wazi, tumbo wazi na kadhalika. Unaweza tukafanya hivyo? Au wewe unaweza ukafanya hivyo? Na picha yako ikaenda hewani. Unaweza kufanyika hivyo? Ni kwa sababu gani? Kwa sababu nchi pia ina maadili. Na niseme kabisa, sisi kama bodi ya filamu tunafanya uzingativu wa maadili ya kijamii. Na ninyi waandishi habari ni mashahidi. Mwezi wa 3 tumefanya kikao cha mafundo na mazingativu ya maadili ambao tumekifanya kwa wanatasnia karibu 1000 wa tasnia wa filamu, lakini na watasnia wenzetu wa fani nyingine, ambao tumefanya hayo na Mheshimiwa Waziri Profesa Palamagamba Kabudi alikuwepo pale kusisitiza hilo jambo. Na sio yeye, tulikuwa na katibu mkuu Bwana Msigwa, lakini tulikuwa pia na naibu katibu mkuu. Unaweza kuona viongozi wote na viongozi wenye viti wa bodi walikuwepo pale kuhakikisha kwamba tunapotengeneza tasnia yetu, tunapotengeneza kazi zetu, ni muhimu pia kubeba utamaduni wetu, kubeba maadili yetu, na tusione maadili yetu kama ni maadili tu ya kawaida tu. Maadili yetu tukiyabeba vizuri yanaweza kubadilika na kuwa biashara, kuwa bidhaa. Leo hii tunaangalia tasnia za filamu mbalimbali, tunatamani kwenda huko kununua nguo zao kuleta hapa kuzivaa. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya tasnia hii ya filamu. Leo hii tunataka kwenda nchi kadhaa hapa. Kwa sababu gani? Tunataka kwenda huko na kubeba mambo ya huko kuyaleta hapa. Ni kwa sababu ya namna ambavyo tasnia hii, sekta hii ya filamu ilivyokuwa na nguvu kubwa ya kiushawishi kwa wanajamii. Kwa hivyo kila jamii ina maadili yake. Hilo vazi unataka kuliona, kuna mavazi hayo kwenye Miss World kama ulivyosema, yanavaliwa wapi, yanaoneshwa wapi na nani anayaonesha. Je, hayo mavazi unayaona katika picha ya kawaida kwenye maisha ya kijamii halisi? Kwa tuangalie, tunataka kukua kiutamaduni, lakini kwa namna yetu sisi kama Watanzania. Tukikua kiutamaduni kwa namna yetu sisi kama Watanzania, maana yake tutakuwa tunapata nguvu kubwa ya kushawishi jamii nyingine zinazotuzunguka, zinazotutazama, ili na zenyewe zianze kuvutika na maadili yetu. Lakini tukiacha maadili yetu na kukumbatia maadili ya watu wengine, sisi kama jamii tutakuwa watu gani? Tutakuwa kina nani? Hilo ni jambo ambalo tunapaswa sisi wote tujiulize. Na hilo ndio jambo ambalo sekta yoyote ya sanaa, na hapa hususan tunasema filamu, na sisi ni bodi ya filamu tuko hapa, tunafanya hivyo kwa sababu tunajua ndani ya filamu ndio sehemu kubwa ya kuonesha utamaduni wa nchi, wa kuonesha namna gani taifa hili lina maadili yake, ni namna gani maadili yake yanaweza kubadilisha watu wengine na wakatamani kuwa kama sisi. Na dunia hii ya leo, huwezi kutawala dunia ya leo bila kutawala eneo kubwa la utamaduni na maadili. Tunapopoteza maadili yetu, manake moja kwa moja tumeanza kupoteza nafasi yetu katika jamii, tumeanza kupoteza ile nguvu yetu ya ushawishi katika jamii, na sisi tunakuwa ni watu ambao ni wa kutwezwa, ni watu ambao ni wa kutawaliwa. Kwa hiyo ni ndugu zangu, tuone kwamba tuna nafasi kubwa sana ya kulinda maadili yetu katika sanaa zetu, hususan filamu. Na tunavyofanya hivi ni kukumbushana kama bodi ya filamu, kama walezi wa filamu, kama walezi wa michezo ya kuigiza nchini, tunafanya hivi kuhakikisha kwamba wenzetu, wanatasnia wenzetu, tunayabadilisha maadili yetu, tunabadilisha utamaduni wetu kuwa bidhaa, kuweza kututangaza, kutuongezea kipato, lakini hapo hapo kuweza kuhamisha na kurithisha kwa vizazi vyetu vijavyo, na sisi kuwa ni watu wenye ustaarabu wake wa kipekee duniani. Okay, Wema ni mfano wa hili ambalo pia limetokea. Labda kisheria, endapo angekutwa ana makosa kupitia bodi ya filamu, sheria zinasemaje? Na je, hapo kuna waigizaji wengi sana ambao pengine na wao hawatambuliki kisheria kupitia hii bodi ya filamu. Wanafanya mambo ambayo pia sio mazuri katika jamii yetu. Teki yako ni ikoje? Kwanza hapa ni swala la kimaadili, na niwaambie ndugu zangu, maadili yanatangulia zaidi ya sheria, si ndio? Sheria inaenda kutengeneza vitu kuendana na namna ya watu wanavyoishi, namna hiyo nchi inavyoishi na kadhalika. Kwa hiyo sisi tumekuja zaidi kwenye swala la maadili. Hatuko kisheria. Sisi hatuko kukamata mtu kisheria. Hii sheria ni swala jingine. Kwa hiyo sisi eneo letu kubwa lilikuwa ni sehemu ya maadili, kukumbushana kama walezi ambao unaona mtoto wako amepotoka naenda nje, sisi tumemrudisha kwamba njia sahihi ni hii, wewe una thamani kubwa
zaidi ya hivi ambavyo vimeonekana. Sawa, na yeye mwenyewe niseme wazi amekiri, na tumezungumza, kikao kimekuwa kizuri na tumefanikiwa katika hilo. Lakini kwa hao wenzetu ambao pia unaona hawatambuliki lakini wanafanya hayo mambo, bado mkono wa serikali ni mkubwa. Kama anafanya tasnia hii na inaonekana, filamu yake lazima hapa ihakikiwe bodi ya filamu. Lazima tupitie mchezo wake wa kuigiza, lazima upitie bodi ya filamu. Bado sisi kama bodi ya filamu tuna nafasi ya kumuita na kumuelekeza na kujadiliana naye na kumuonya na kumwambia njia sahihi ni hii, kwa sababu wewe ni Mtanzania na tunacholinda hapa, tunalinda ni Utanzania wetu, tunalinda maadili yetu, tunalinda namna yetu bora ya kuishi ambayo itakuwa ni ya kipekee, itatuletea tija katika maisha yetu ya kila siku, si sisi tu bali vizazi vinavyokuja, na Tanzania yetu itabaki kuwa imara. Okay. Ukizungumzia Baraza la Sanaa la Taifa kwa maana ya BASATA, lakini pia bodi ya filamu ni majirani tu. Wema Sepetu hakuwa peke yake pale. Kuna msanii pia ambaye aliambatana naye. Maswali ya Watanzania mengi yameibuka kwenye mitandao ya kijamii, kwa nini Gigy Money, kwa maana ya Gigy Money hakuitwa lakini ameitwa tu Wema Sepetu, wakati tunaamini kwamba nyie mnaweza mkashirikiana kwa malengo ni kutengeneza maadili ya wasanii, na wote ni wasanii, hata kama kwamba huyu ni msanii wa filamu, huyu ni msanii wa sanaa ya muziki. Kama lengo ni kuwaweka sawa wote, kwa nini ameitwa mtu mmoja, na kati wote kama serikali mnabidi mshirikiane kwa hilo? Walikuwa wamevaa mavazi ya aina moja. Ni kweli kama serikali tunabidi tushirikiane, lakini tunasema kama mzazi unaanza na mtoto wako, si ndivyo? Na sisi tumeanza na mtoto wetu, na tunaamini wenzetu pia ni taasisi inayojitegemea, kwa hiyo ni si vizuri kuisemea taasisi nyingine. Nafikiri ni swala ambalo mnaenda kuliuliza kwenye taasisi husika. Nafikiri na wenyewe kwa busara yao, kwa taratibu na sheria na kanuni na mengine, nafikiri wana nafasi pia ya kuweza kulishughulikia jambo hilo kwa nafasi yao na kwa mtazamo wao na kwa kuona taratibu zao zinasemaje. Lakini sisi kama bodi ya filamu Tanzania, sisi tumekasimiwa sehemu kubwa ya filamu pamoja na michezo ya kuigiza. Na ndio tumelifanya ili kuhakikisha kwamba msanii wetu tunamuita, tunakumwelekeza kwamba huku unapokwenda si sawa, wewe thamani yako ni kubwa zaidi, umepewa wajibu mkubwa wa kufanya, wa kutekeleza. Tumeona anasema miradi mikubwa ya kimkakati inayofanywa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hivyo una wajibu wa kuilinda hiyo thamani ambayo umepewa. Kwa hiyo sisi tumeanza na msanii wetu. Kwa hiyo ili la pili nafikiri wenzetu wanaweza kulijibia vizuri zaidi. Nashukuru. Nilipata comment ya